Leo tutazungumzia tatizo ambalo kwa mara nyingi halionyeshi dalili mapema, lakini hugundulika wakiwa tayari watu wameishafikia hatua mbaya. Kama ulikuwa bado hujasubscribe, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya. Tujifunze kwa pamoja, na nazungumzia figo kufa kimya kimya. Kiutaalamu inaitwa chronic kidney disease. Hii ni shida ambayo huwa inatokea watu wengi, lakini mtu kuja kugundua kama ana tatizo hilo inamchukua muda mrefu sana. Lakini je, swali unaweza ukajiuliza kwamba dalili zake za mwanzo ni zipi? Unazijua? Leo nitakushirikisha dalili 6 muhimu ambazo hupaswi kuzipuuzia kwenye mwili wako au kwenye afya yako. Lakini pia tutaangalia kwa sehemu ambayo tutaanza nayo kwamba figo zinafanya kazi gani. Kuna mtu mwingine unaweza ukamwambia figo, lakini mtu asijue hiyo figo inafanya kazi gani kwenye mwili wake. Kabla ya dalili, ni muhimu kuelewa kwamba kazi ya figo ni nini, kwamba figo inafanya kazi gani. Kitu cha kwanza, figo inachuja sumu kwenye damu, lakini pia inadhibiti maji mwilini figo hiyo, lakini pia usawazisha madini kama chumvi na potassium. Lakini figo tena inasaidia kudhibiti pressure ya damu. Lakini kitu kingine, inatengeneza hormones na kutengeneza damu. Zinapoanza kushindwa kufanya kazi, mwili huanza kuonyesha ishara karibu sana. Sasa hivi ndo tunaenda kuangalia hizo dalili za figo kufa kimya kimya ni zipi. Dalili ya kwanza ni uvimbe kwenye miguu au mikono au uso, ndo utaanza kujua. Lakini ukiona miguu au vifundo vya miguu au uso vinaanza kuvimba bila sababu, inaweza kuwa figo haziondoi maji vizuri mwilini. Lakini kitu kingine, hii dalili ni ya kawaida sana ya mwanzo. Na dalili ya pili ni mkojo kubadilika. Unaweza ukaangalia kwamba mkojo unabadilika. Angalia mabadiliko haya ambayo mimi nitakuelezea kwa siku ya leo. Kuwa makini na mimi ili uweze kujifunza vitu vingi sana. Mkojo kuwa na povu nyingi wakati wa kukojoa, lakini mkojo kuwa na damu. Lakini kitu kingine, kuna kupungua au kuongezeka sana kwa mkojo kwa unakojoa sana. Lakini kuna kuamka mara nyingi sana kwenda kukojoa ni usiku wa manane. Lakini hizi ishara ni kuwa figo hazichuji damu vizuri. Figo hazichuji damu vizuri, tuelewane hapo. Lakini dalili nyingine ambayo tunaiona, dalili ya tatu, ni uchovu usioeleweka. Kama unahisi uchovu usioeleweka au kuchoka sana kila siku bila sababu, inaweza kuwa figo hazitengenezi hormones za kutosha za kusaidia kutengeneza damu. Na hali hii inaweza kupelekea upungufu wa damu au anemia kwa watu wengi ambavyo mnajua. Na dalili ya 4, tunaweza tukaangalia kukosa hamu ya kula na kichefuchefu. Na hii hali mara nyingi inatokea kwamba sumu zinapokusanyika mwilini na kusababisha figo kazi vizuri. Mtu anaweza kukosa hamu ya kula, kuhisi kichefuchefu, kutapika mara kwa mara, lakini pia kupungua uzito bila sababu. Na dalili nyingine ambayo sisi tunaiangalia kwa siku ya leo, tutaangalia hii ni dalili ya 5, ngozi kuwa kavu na kuwasha sana. Watu wengine hawajui hili kwamba figo zikishindwa kusawazisha madini mwilini, ngozi inaweza kuwa kavu kupita kiasi, lakini pia na kuwasha sana. Na dalili ya 6 ambayo tunaweza kuiangalia siku ya leo ni maumivu ya mgongo wa chini. Maumivu sehemu za chini ya mgongo, hasa pembeni karibu na figo, inaweza kuwa ishara ya kwamba tatizo la figo, kwamba una tatizo la figo. Lakini ingawa si kila maumivu ya mgongo ni ishara ya tatizo la figo, hapana. Labda yakidumu kwa muda, unatakiwa upate muda wa kwenda kupima ili uweze kujua tatizo ni nini. Kitu kingine ambacho unaweza ukajiuliza kwamba ni mtu gani au ni nani ambaye yuko hatarini kupata tatizo la figo. Hatari huongezeka kwa watu wenye diabetes, lakini pia hypertension, lakini pia historia ya familia yenye tatizo la figo na matumizi ya muda mrefu ya dawa za maumivu. Haya, umezoea kunywa Panado kila mara, ukijisikia tu hivyo unakunywa Panado, hiyo inaweza kusababishia pia kufa kwa figo zako kila mara. Lakini nini ambacho wanatakiwa ufanye kama utajikuta una hilo tatizo? Ukweli muhimu sana ni huu, kwamba dalili za figo kufa kimya kimya zinaweza zikajitokeza mapema. Kwa watu wengi kugundua wakiwa tayari wako kwenye hatua za mwisho, ambayo
inahitaji wewe mwenyewe kujijua, kujua dalili zake na kujitibu kwa haraka zaidi. Njia pekee za kujua mapema ni kupima damu, ni kupima mkojo, ni kupima pressure mara kwa mara, lakini pia kupima sukari kama iko kwenye hatari. Na kitu cha mwisho ambacho anaweza kuwasaidia kukijua kwamba wewe rafiki yangu, afya yako ya figo ni muhimu sana kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo usisubiri mpaka uambiwe kwamba unahitaji kupima. Chukua hatua mapema ili uweze kuiweka afya yako sawa. Lakini kitu kingine, kama umejifunza kitu leo tena, usisahau kulike, lakini pia kuweka maoni yako, andika maoni yako, comment, na usahau kusubscribe pia, ili watu wapate kujua elimu zaidi na wewe upate kujijua kwamba uko kwenye msingi gani. Mimi Dr. Perina nipo kwa ajili yako na najali afya yako pia.